Elversberg yapanda daraja hadi ligi kuu ya Bundesliga hapo Ujerumani. Leon Goretzka kuondoka Bayern baada ya fainali ya DFB Pokal dhidi ya Stuttgart Jumamosi ijayo. Xabi Alonso kocha mpya wa Chelsea na Robert Lewandowski aondoka Barcelona. Ujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wetu wa spoti. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio tunaye Jacob Safari na Saumu Njama. Karibuni sana. Asante sana. Shukran Josephat. Moja kwa moja tuanze, manake mambo ni mengi, muda ni mchache. Tufanye tathmini ya Bundesliga. Mechi kawaida zinakuwa ni 34. Lakini kunakuwa na timu angalau moja ambayo lazima icheze mechi nyingine mbili kuamua kama inashuka au inaendelea kubaki. Na timu hii ni Wolfsburg. Na upande ule mwingine kunakuwa na timu nyingine ambayo inakamilisha nafasi ya 3 ambayo nayo inalazimika kucheza mechi nyingine mbili za ziada kuamua kama inabaki ligi ya daraja la pili au inacheza ligi kuu. Kwanza kabisa Jacob, tathmini yako kifupi kuhusu msimu ulivyouona, matukio na mikasa. Nafikiri msimu umekuwa msimu wenye matukio mengi. Na tulishuhudia tukio kubwa kabisa la kwanza la msimu ni lile la Erik ten Hag kuajiriwa, alafu baada ya mechi chache, nafikiri mechi kama 3 tu tayari akafutwa kazi. Unaona, aliyechukua mikoba yake akajaribu kulisimamisha dau lile la timu ya Leverkusen, na amekwenda nayo timu mpaka msimu umefikia mwisho. Amemaliza katika nafasi nafikiri ni nafasi ya 6. Hajui kama bado atapewa mkataba aendelee kuifunza Leverkusen, lakini nafikiri umekuwa msimu wa mafanikio kwa baadhi ya timu na msimu wa kushusha mabega kwa baadhi ya timu, hasa zilizoshushwa daraja kama kina Heidenheim na St. Pauli ambao walikuwa wanatarajia labda waendelee kucheza. Haya, Samu, Bayern tumewaona wakisherehekea shangwe nyingi na nini, ubingwa na pamoja na mashabiki wao tumeona kelele nyingi sana wakifurahia. Lakini vile katika kusherehekea kwao wanaangalia fainali ya kombe la shirikisho la DFB Pokal ambapo watacheza na Stuttgart Jumamosi Mei 23. Na Leon Goretzka tunavyofahamu ni kwamba baada ya pambano hili atakuwa anaondoka katika klabu hii. Tuzungumzie klabu ya Bayern, mafanikio yake kwa ujumla wake na kuelekea fainali hii ya DFB Pokal. Bayern msimu wote huu wameonyesha kwamba huu ulikuwa ni msimu wao katika Bundesliga, na katika DFB Pokal kuweza kufika katika fainali ni kumaanisha kwamba wanajituma. Kikosi ambacho kilichopo cha Vincent Kompany kina namna ambayo wana hamu ya kubeba mataji. Ni tu kombe la Champions League limewaponyoka, lakini uliona kwamba namna ambavyo walikuwa wanataka sana kuweza kulishinda. Na ukizingatia kwamba Goretzka anaondoka, wanaweza kutumia nafasi hii wachezaji kumuheshimisha pia Goretzka, kwa sababu walikuwa miongoni mwa wachezaji muhimu sana katika kikosi cha Bayern Munich. Kwa hiyo kama wamekosa Champions League, wamepata Bundesliga na wamepata bila upinzani, waliweza kushinda mapema zaidi. Kwa hiyo na sasa hivi wachezaji ambao matimu wanakwenda kucheza nayo ni Stuttgart ambao katika Bundesliga imemaliza katika nafasi ya 4. Naweza kusema hapa Bayern Munich itakwenda katika mechi hii ikiwa na hamu na ari ya kuhakikisha kwamba lazima hili kombe wakati huu lisiwaponyoke, kwa sababu limekuwa likiwaponyoka kwa muda. Aya, Jacob, pengine tusikie kifupi maoni yako kabla hatujasonga mbele kuangalia mchezaji bora wa msimu. Unazungumziaje kuhusu mafanikio ya Bayern pamoja na kocha wao Vincent Kompany? Nafikiri Saumu yazungumzia kwa uzuri kabisa, lakini ukija kwa swala hilo la mchezaji bora wa msimu ambayo tuzo imemwendea Michael Olise, nafikiri alistahili kabisa na kila mmoja anakubaliana na hilo, kwa sababu huu ni mchezaji ambaye amechangia pakubwa kwa haya mafanikio ya Bayern Munich, si katika Bundesliga tu, lakini hata katika mashindano mengine ya Ulaya. Kwenye Bundesliga lakini yeye amechangia kuunda mabao
19 na aliyoyafunga mwenyewe ni 15. Kwa hiyo jumla ya mabao kama 34 ameyachangia Michael Olise katika Bundesliga. Kwa hiyo na mbali na hayo amekuwa akileta burudani katika timu ya Bayern Munich. Ukitazama Bayern Munich unafurahia. Wapo mashabiki wengi ambao walikuwa wanaitazama, wanakwenda uwanjani kumtazama Michael Olise. Huyo ni fundi mpishi. Kwa sababu ya jinsi alivyokuwa akicheza, ujuzi, mbwembwe na kila kitu na siku ambazo alikuwa kama pengine hana hamu ya kucheza sana, ungeweza kuona tofauti ya Bayern Munich kama katika mechi ya Champions League. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba hakucheza vile ambavyo walikuwa wanamtarajia Michael Olise. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba kweli ni kiungo muhimu pale. Wapo wachezaji wengine ambao pia wameng'ara msimu huu. Saumu, ungewataja kina nane, kuanzia klabu ya juu kabisa ya Bundesliga Bayern Munich mpaka chini kabisa huku mkiani? Tukianzia na Bayern, bila shaka baada ya Olise atatajwa Harry Kane kwa sababu ya ufungaji bora wa mabao. Lakini pia vile katika timu ya Stuttgart kama sijakosea, Undav ni mchezaji ambaye ameonyesha umuhimu sana katika kikosi hichi, licha ya kwamba pengine Stuttgart mwanzo ilikuwa inaonekana inasuasua, mara inarudi katika awamu nzuri. Ndivyo ilivyokuwa. Girassi ni mchezaji mzuri, lakini pia vile naye katika msimu huu pia naye ilikuwa kunipata potea, anapata kubahatisha na kosea katikati. Katika timu ya mkiani St. Pauli ilipotolewa juzi, yalikuwepo majina, niseme kwanza Wolfsburg alikuwepo mchezaji ambaye alikuwa muhimu kabisa, Konstantinos. Unasema anaitwa nani? Konstantinos Kouliakis. Giriki. Majina jina la magumu. Kigiriki kama jina la dawa kwa kweli. Lakini alikuwa mchezaji ambaye alikuwa na muhimu sana katika mechi ambayo iliweka Wolfsburg katika nafasi nzuri ya kuweza angalau kucheza mechi ya mchujo ili kuweza kubakia katika kikosi hiki. Lakini pia katika kikosi cha St. Pauli ambao walitolewa, alikuwepo mchezaji anaitwa Chima Fujita. Huyu mchezaji alikuwa na kasi kabisa katika mechi hii. Lakini ndio hivyo tu kwamba wanatengeneza nafasi, lakini ndio hivyo kipusa bahati hakuwa kubakia katika nafasi ya Bundesliga. Jacob, kocha bora kwako? Kocha bora msimu huu ungempa nani? Kocha bora mimi nafikiri ningempa Vincent Kompany kwa kweli. Kwa nini? Si kwa sababu tu ameshinda ama amelitetea taji la Bundesliga, lakini ni kwa jinsi Bayern walivyokuwa wanacheza. Mchezo wa Bayern ukiulinganisha na msimu uliopita kwa kweli umeimarika, na hilo linaonyesha na tofauti ya pointi ambazo wamewaacha Borussia Dortmund. Pointi 16, Josephat, si chache hizo, ni nyingi sana. Na hao ndo wapinzani wao wakubwa na waliwafunga nyumbani na ugenini. Na jinsi walivyokuwa wakicheza Bayern Munich, kwa kweli ilikuwa ni mchezo unaoridhisha. Mechi wakizishinda walikuwa wanazishinda kwa uhakika. Na hata Ulaya pia walikuwa mojawapo ya timu ambazo zilikuwa zinasifiwa sana na zilikuwa zinapiga upatu kuweza kubeba taji hata la Champions League. Ni vile ndio hivyo safari yao iliishia katika nusu fainali. Welcome to the Bundesliga. Hii ni Elversberg, imepanda daraja. Tayari tunajua kwamba Schalke 04 walikuwa tayari wameshapanda. Kwa hiyo tunatarajia msimu ujao kushuhudia dabi kati ya Schalke na Borussia Dortmund. Ni dabi ya eneo la Ruhr. Unazungumziaje mafanikio ambayo imeyapata klabu hii ndogo kabisa, wakati tukisubiri pambano la mchujo la kwanza kabisa siku ya Alhamis kati ya Paderborn na VfL Wolfsburg, na alafu Jumatatu mechi ya duri ya pili ya mchujo. Saumu, unaweza kusema Elversberg itakuja ama tayari wameshajivunia, wameandikisha historia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya klabu hiyo, wanaweza kufanikiwa kuingia katika Bundesliga daraja la kwanza. Ni eneo ambalo kwa ujumla lina watu 13,000 peke yake. Kwa hiyo hii ni jambo la kujivunia kwa timu yenyewe, lakini haitakuwa rahisi ikizingatiwa kwamba misimu miwili mitatu imekuwa ikijaribu kusonga kupanda katika daraja la kwanza ama Bundesliga hii kuu, lakini haikufanikiwa. Na sasa ukiangalia viwango vilivyopo na timu ambazo tayari zimebakia katika Bundesliga ambazo zimecheza misimu miwili mitatu, unaweza sema zina uzoefu zaidi. Na hisi kama Elversberg itakuja hapa katika Bundesliga ya ligi kuu ikiwa
na wasiwasi kama itatoboa. kujifunza. Wacha ije inishangaze. Mimi natarajia ije inishangaze, inishtue. Jacob anakatia matumaini mapema. Kwa kweli nasubiri inisumbue, inishtue. Mimi sikati matumaini ukizingatia ilichokuja kufanya RB Leipzig. RB Leipzig pia ilipanda kwa mara ya kwanza, na sasa hivi toka wakati huo Leipzig wana uwekezaji kiasi gani? Hii mtaa mzima ni watu 13,000 pekee wachana yake. na mambo ya uwekezaji. Hawajazoea watu kwanza, tuanze watu wengi. Hata wacha idadi ya watu walioko katika mji wao. Uwanja wao unabeba watu 10,000 tu. Kwa hiyo sasa waje wacheze uwanja wao ukijaa, inamaanisha kwamba mji mzima watu wako uwanjani, waliobaki ni watu 3,000 tu ndo wako majumbani. Lakini Leipzig walikuja, natoa mfano kwamba Leipzig walikuja na wakakita mizizi katika Bundesliga, na sasa hivi ni mojawapo ya timu ambazo ni mahiri sana. Ukitaja kandanda la Ujerumani hauwezi kuiweka kando RB Leipzig. Kwa hiyo labda wapate wawekezaji wakubwa sana. Na ukiangalia safari yao hawa Elversberg si timu ambayo ati imenyanyuka tu na kuingia katika msimu uliopita walicheza mechi ya mchujo. Walishindwa tu na Heidenheim. Safari hii hata hiyo ya mchujo hawakutaka hiyo nafasi, wamepanda moja kwa moja. Watakuja waonje tu kama walivyoonja St. Pauli na Heidenheim. Mimi sijui, lakini tu waje wapate na uzoefu, matumaini makubwa, watawashangaza wengi. Mimi nasubiri kwa miongoni mwao. Tuangalie mustakabali wa Eintracht Frankfurt. Wameshamtimua kocha wao Albert Riera. Frankfurt iko katika nafasi ya 8. Na hii ina maana kwamba itabidi wasubiri bahati kama wanataka kucheza angalau Conference League ya Ulaya Conference. Lakini hii si nafasi nzuri. Mustakabali wao unauona wapi, Jacob, kwa msimu ujao? Frankfurt nafikiri kama ulivyosema kweli watakuwa wanaitazama mechi ile ya fainali ya Europa League hapo kesho kutwa. Freiburg na Aston Villa watakuwa wanaitazama sana, wakitarajia kwamba Freiburg watashinda, wacheze Champions League au wapate Conference League. Lakini nafikiri umekuwa ni msimu wa kuvunja moyo sana kwa Frankfurt kwa mambo ambayo yanaeleweka, lakini ilikuwa ni naweza kusema ni kosa kumwachisha kazi kocha wao Dino Topmola ambaye amekuwa muda mrefu sana amekuwa na ile klabu. Hapakuwa na sababu na alikuwa anaipeleka vizuri kabisa klabu. Ilikuwa tunauona mkondo ambao Frankfurt inakwenda. Kutereka kwao ilikuwa ni kutokana na kuwapoteza wachezaji wao mahiri, na hilo lilionekana wazi kwa kila mmoja. Kwa hiyo nafikiri badala ya kumwachisha kazi wangemuunga mkono zaidi, hasa katika dirisha la uhamisho, lakini hawakufanya hivyo. Wakamwachisha kazi, wakamleta Albert Riera, mechi 2-3 za kwanza akafanya vizuri, lakini baada ya hapo mambo yakawa magumu. Mimi ningekuwa Dino Topmola ninge screenshot alafu nikachapisha mtandaoni. Haya, nije kwako Dino Topmola. Tuhamie sasa ligi ya Premier. West Ham inakabiliwa na shoka la kushuka daraja. Alafu Manchester United wamekamilisha msimu katika nafasi ya 3. Bado mwanya ni alama 2 kati ya Arsenal na Man City. Halafu Alonso kocha mpya wa Chelsea. Tuanzie hapo kwa Alonso. Saumu, hii inaiweka wapi Chelsea kuelekea msimu ujao? Ni mapema mno kuweza kutabiri kwamba itaiweka wapi Chelsea. Hali ni ngumu sana, anachukua hii klabu katika hali mbaya sana. Nafasi ya 10 sasa hivi kwenye jedwali la Premier ni nafasi ngumu kabisa. Lakini pia naye Xavi baada ya kutoka Real Madrid sasa hivi hata angeitwa kule Mshomoroni United bado angekwenda kwa sababu hana kazi. Unajua sasa, lakini atakapotua pale Chelsea na tarajia kwamba pengine mabadiliko yatafanyika kwa sababu Xavi Alonso ameonyesha kwamba anao ufundi, anao uwezo wa kukijenga kikosi na atakuweza kubeba, lakini kwa namna atakavyoweza kuelekeza ligi ya Premier ni tofauti na Bundesliga, ni tofauti na La Liga. Kwa hiyo sasa hivi atakapotua pale Chelsea lazima kwanza afahamu namna gani na wachezaji watakavyokuwa. Kwa hiyo bado huwezi kuihakikishia ukasema kwamba bila shaka basi ataingia Chelsea itapanda katika nafasi ya 3 ya 4. Hapana. Jacob, unakubaliana naye? Mimi nafikiri Dino Topmola. Mimi nafikiri kikubwa kwa Alonso ni iwapo atapewa muda na Chelsea, kwa sababu tuna jinsi miaka michache iliyopita na uongozi mpya wa Chelsea ulipoingia madarakani ni kuonyesha kwamba hii
hawana subra na makocha. Wanataka kuwaleta makocha walete matokeo matokeo ya haraka. Chap, 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 chap. Lakini huyo si Alonso. Alonso tunamjua, alikuja akaipata Leverkusen ikiwa chini kabisa, akapewa muda wa kuileta juu taratibu, na muda huo aliopewa akajenga kikosi kile alichokuwa anakitaka, na baada ya hapo akashinda Bundesliga, na kwa kweli hadhi yake ikapanda katika makocha barani Ulaya. Kwa hiyo hilo, iwapo litafanyika Chelsea, sina uhakika. Natumai kwamba watampa nafasi ili aweze kuonyesha uwezo wake, maanake uwezo anao wa kuibadilisha Chelsea, lakini kulingana na jinsi mambo yalivyotokea kwa baadhi ya makocha ambao wamepita, na wasiwasi kidogo kama hilo litafanyika. Haya, tuhamie La Liga. Lewandowski amesha aga bye huko Barcelona, na Barcelona wamekamilisha msimu vizuri kwa ushindi wa goli 3-1 nyumbani dhidi ya Real Betis. Sevilla nao wako salama kubaki La Liga licha ya kushindwa na Real Madrid 1-0 jana Jumapili. Mallorca lakini wako katika hali ambayo si nzuri sana. Hisia zilikuwa nyingi sana Leva alipokuwa akiaga. Lewandowski ni mchezaji ambaye nadhani kwamba hadhi yake ameiweka katika kiwango fulani tangu alipoondoka hapa Bundesliga mpaka akielekea pale Barcelona. Alifika pale, lakini pia jina la goal machine pale Barcelona lilianza kuteremka kidogo baada ya kukuta ana majeraha ya hapa na pale, alafu pia kikosi cha Barcelona kikawa ni kipana zaidi kilinganishwa na alivyokuwa anatumika zaidi akiwa pale Bayern Munich. Kwa hiyo age go umri umekwenda, kwa hiyo lakini bado sote tunakubaliana kwamba Robert Lewandowski ni mchezaji ambaye talanta ameionyesha, ametumia nafasi kuburudisha mashabiki, ameonyesha ufundi. Kwa hiyo hisia lazima zilikuwa zijitokeze sana, na sio tu yeye, hata Griezmann nimeona uwanja mzima mpaka kocha Simon anatoka machozi. Kwa sababu unajua Griezmann yule ni mmoja wa wale wachezaji ambao unaweza kusema hata ukiwakata ngozi yao damu itatoka imeandikwa Atletico Madrid. Kwa sababu yule ni mchezaji ambaye ile ndio klabu ambayo imemkuza. Unaona, kuna wakati alihamia Barcelona, lakini hakwenda kung'ara kule, akarudi pale Atletico. Kwa hiyo pale ndipo nyumbani, na kuondoka nyumbani huwa ni vigumu kwa kweli. Jacob, kifupi nimewashua taa hapa. Dembele ameumia na fainali inakaribia, PSG na Arsenal. Tuwe na wasiwasi? Nafikiri tusiwe na wasiwasi kwa sababu bado kuna wiki mbili, na madaktari wa PSG wenyewe wamesema kwamba hawatarajii kwamba ni jeraha kubwa. Nafikiri ilikuwa ni swala la kuchukua tahadhari. Wasiwasi uko leo, ngoma iko leo, ngoma iko leo. Sasa hivi mashabiki wa Arsenal kimya, wasemi kitu, hatutawaona mpaka mechi itakapokuisha. Kusema kweli leo umeona chochote kuhusiana na watu wa Arsenal mpaka sasa? Kusema kweli leo mimi Saumu natarajia nafikiri itakuwa mechi rahisi kwa Arsenal, watashinda, lakini mechi ya mwisho ndo itakuwa ngumu kwa. Wanalazimisha sare kadhaa kama 3-4 hivi. Haya basi. Haya. Asante sana Jacob Safari na Saumu Njama upande wa pili wa studio, na asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wa spoti. Mimi ni Joseph Charo, endelea kuwa nasi.